Mungu ana makusudi mazuri na wewe. Kinachotakiwa tujitambue ya kwamba wewe ndio uliyekusudiwa na Bwana mahali hapa. Wewe ndio uliyekusudiwa na Bwana kwenye familia yenu. Wewe ndio uliyekusudiwa na Bwana kwenye ukoo wenu. Na ndiyo maana Mungu katikati ya ukoo wa watu wa pagani au ya watu wa dini, Mungu akakuokoa wewe. Akakutoa katika dini, akakuokoa ili kusudi wewe ufanyike msaada kwa watu wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Ufanyike msaada kwa familia yako. Mungu ana makusudi na wewe yaliyo mazuri. Usije ukajiona kwamba ulikosea kuokoka. Hujakosea kuokoka kwa sababu Mungu alikujua. Ingali huko tumboni mwa mama yako, alijua sana tarehe na siku ya kukuokoa wewe. Sio ukasema niliingia kwa hasara. Hapana, ni kusudi la Mungu. Mungu alikuwa na makusudi na wewe. Wakati mwingine umetoka kwenye ukoo wa waganga, lakini wewe Mungu akakusudia, akakutoa katikati ya waganga, akakuokoa ili kusudi na hawa uweze kuwabadilisha. Wewe umefanyika limbuko katika familia yako. Wakati mwingine unaweza ukatazama, mbona ndugu zangu hawajaokoka tangia mimi niokoke? Mbona hakuna mmoja aliyeokoka? Wewe endelea kuwaombea, kwa sababu umefanyika limbuko kwenye familia yako, umefanyika limbuko kwenye ukoo wako, umefanyika limbuko katika jamii yako inayokuzunguka. Kinachotakiwa, simama, endelea kuwaombea. Wakati waja wataokoka pasipo kutegemea wewe ya kwamba muda umefika. Muda utakapofika tu, Bwana anajua. Wakati mwingine unamuombea baba yako, usikate tamaa. Wewe ndio uliyekusudiwa, na ndio maana alitangulia Mungu kukuokoa, akakuchomoa kule ili kusudi ndugu zako uendelee kueleza iliyo kweli ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sisi ukasema ningetulia. Wewe ndiye uliyekusudiwa na Bwana. Wewe ndiye uliyekusudiwa na Bwana kuwepo mahali hapa. Wewe umewekwa kwa kusudi kamili. Usije ukasema nilijileta. Mungu alikukusudia. Wakati mwingine umetoka huko Nyangumu, umepita makanisa mangapi, lakini Mungu alikukusudia wewe ya kwamba utakuwa mshirika mahali hapa, na ndiyo maana uko mahali hapa. Ni kwa mpango wa Mungu kamili. Hebu fikiria, ni vituo vingapi vya makanisa umepita, lakini mpaka umefika hapa Katundu. Ni kusudi la Mungu, na kila mtu huwa Mungu amemwekea makusudi yake, ila sisi wanadamu hatujatambua wala hatujagundua. Wakati mwingine unaweza kuona kwamba nimeokoka tu, niliokoka kwenye mkutano, niliokoka mahala fulani, Yesu alinipenda. Kumbe ndani yake kuna makusudi ambayo Mungu ameshayaweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wewe ni kusudi kamili la Mungu kukuokoa na kuweka mahali hapa. Kinachotakiwa, endelea kumtumikia Mungu. Endelea kusimama na Mungu wako. Endelea kumtangaza Kristo. Endelea kumtumikia Mungu aliyekuokoa. Hebu fikiria ni mangapi ambayo amekuepusha nayo. Ni ajali ngapi? Ni mikosi mingapi? Ni magonjwa mangapi ambayo Mungu ameyakinga kwako? Wakati mwingine yalikuwa ni magonjwa hatari. Walikafika wakati ndugu wakakwambia huu ugonjwa hutapona, lakini Kristo mwenyewe akashusha mkono akaweza kukuponya, na leo uko mzima. Ni kusudi la Mungu wewe uwe mzima ili kwa faida ya wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Uko mahali hapa kwa kusudi kamili la Mungu. Mungu amekuchagua wewe. Kama Mungu amekuchagua wewe, unatakiwa umzalie matunda yaliyo mazuri. Unatakiwa umzalie matunda katika wokovu wako. Wakati mwingine una miaka mingi umeokoka, lakini huna hata tunda moja ambalo umemletea Kristo ya kwamba Bwana umeniokoa, nina miaka kadhaa, lakini na mimi ninaanza kuzaa matunda kwa sababu wewe ulinikusudia ukaniokoa, na mimi nisiwe mchoyo. Nimeamua habari hizi njema kuambia watu wengine, na ndiyo maana tumeokolewa kwa faida ya watu wengine. Haleluya. Ambao hawajamjua Kristo, uwe faida kwao. Ambao hawajamjua Yesu, umefanyika kuwa faida kwao. Waeleze uzuri wa Yesu, waeleze faida ya Kristo, waeleze kile ambacho Bwana anakitenda
wake. Haleluya. Usikomee kumshuhudia na kumwacha kama alivyo, ukasema watakuja wazee wa kanisa wakuombee. Wewe Mungu alikupeleka pale, mnaombea huyo mtu na yeye Yesu atashuka kuponya. Maana si wewe unayeponya, bali ni Kristo aponyaye. Lazima yule aponyaye atashuka kuyadhibitisha maombi yako uliyoyaomba kwa ajili ya yule mtu kumpatia uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na unaendelea kumfuatilia. Endelea kumfuatilia huyo kondoo. Atakapokaa vizuri, mwambie njoo kanisani. Wakati mwingine anasubiri mtu wa kumfuata. Tenga muda, mwambie mimi asubuhi nitakuja, nitakufuata tuje twende wote kanisani. Utakuwa umeshapata kondoo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumzalie Mungu matunda yaliyo mazuri. Tusizae mapooza mbele za Mungu. Kama Mungu alikusudia kutuweka hapa, alikukusudia Mungu akakuweka mahali hapa ili uweze kumtumikia, mtumikie Mungu kwa nyakati hizi za mwisho. Shuhudia habari za Yesu. Sema uzuri wa Kristo ili kusudi watu wapate kuelewa. Watu wengi wamefungwa, wanataabika kule nje, wanahitaji msaada. Nani awasaidie? Kama utanyamaza, kama nitanyamaza, ni nani atakayewasaidia? Wana wa Mungu, ni saa ya kuinuka na kuifanya kazi ya Mungu, ingali bado muda huu tulionao. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana amekukusudia wewe. Hujaja hapa kwa hasara, hujaja hapa kwa makosa, hujaja hapa kwa kupoteza muda. Ni kusudi kamili la Mungu, na ndio maana Mungu alikuweka mahali hapa. Fikiria mwingine unatoka Mwabasabi, umepiga makanisa mangapi? Kuna AIC, kuna Sabato. Ina maana tayari mkono wa Mungu ulikuvuta wewe kukuleta hapa. Wewe ni wa mahali hapa, endelea kumtumikia Mungu. Haleluya. Naomba tufungue Samueli wa kwanza sura ya 16 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 15. Basi Bwana akasema, chukua ndama pamoja nawe, ukaseme nimekuja ili kumtolea Bwana dhabihu. Ukamwita Yese aje kwenye dhabihu, nami nitakuonyesha utakayotenda, na utamtia mafuta yule nitakayemtaja kwako. Samueli akafanya hayo aliyosema Bwana. Akaenda Bethlehemu, wakaja wazee wa mji kumlaki. Wakiteremka nao wakasema, je, umekuja kwa amani? Naye akasema, naam, kwa amani, nimekuja kumtolea Bwana dhabihu. Jitakaseni, njooni pamoja nami kwenye dhabihu. Akawatakasa Yese na wanawe, akawaita kwenye dhabihu. Ikawa alipokuja alimtazama Eliabu, akasema, yamkini Masihi wa Bwana yupo hapa mbele zake. Lakini Bwana akamwambia Samueli, usimtazame uso wake wala urefu wa kimo chake, kwa maana mimi nimemkataa. Bwana angalia kama binadamu angaliao, maana wanadamu huitazama sura ya nje, bali Bwana humtazama moyo. Ndipo Yese akamwita Abinadabu, akampitisha mbele ya Samueli, naye akasema, Bwana hakumchagua huyu. Ndipo Yese akampitisha Shama, naye akasema, wala Bwana hakumchagua huyu. Yese akawapitisha wanawe 7 mbele ya Samueli. Samueli akamwambia Yese, Bwana hakuwachagua hao. Kisha Samueli akamwambia Yese, watoto wako wote wapo hapa? Naye akasema, amesalia mdogo wao, na tazama anawachunga kondoo. Basi Samueli akamwambia Yese, tuma watu wamlete, kwa sababu hatutaketi hata atakapokuja huku. Basi akatuma mtu, naye akamleta kwao. Naye alikuwa mwekundu, mwenye macho mazuri, na umbo lake lilikuwa la kupendeza. Bwana akasema, ondoka, umtie mafuta, maana huyo ndiye. Amen. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Tumeona neno la Mungu katika kitabu cha Samueli. Inaanza kusema, Bwana akamwambia Samueli, hata lini utamlilia Sauli? Hapa kama kuna habari kama mbili. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana akamwambia Samueli, hata lini utamlilia Sauli ikiwa mimi nimemkataa? Na ujumbe unasema umekusudiwa na Bwana. Na hapa tumeona neno la Mungu kwa habari
ya Samueli na Sauli. Mungu alimkataa Sauli. Mungu alimkataa Sauli. Samueli aliendelea kumlilia Mungu, lakini Mungu alimkataa Sauli. Na ndiyo maana Mungu alitokea mbele ya Samueli akamwambia, hata lini utamlilia Sauli ikiwa mimi nimemkataa? Kumbe kuna wakati mwingine mwana wa Mungu unaweza kuingia kanisani, unaweza kufanya kila kitu, kumbe Bwana ameshakukataa. Unaomba upati majibu, ni kwa sababu gani? Kumbe Bwana amekukataa. Ukiona kwamba hakuna kitu kinachotokea, anza kujihoji ndani yako. Maana tumesoma hili neno, Bwana alimkataa Sauli. Na watu wengi leo tunajifariji. Na watu wengi leo tunajifariji kwamba tumeokoka. Wakati mwingine tunajua na matendo tunayoyatenda hayalingani na wokovu. Wakati mwingine unaweza ukasema nimeitwa na Bwana. Bwana aliniokoa kwenye wakati mgumu. Bwana aliniokoa kwenye mazingira magumu. Bwana aliniponya na ugonjwa. Na ndio maana unaniona leo niko mahali hapa. Watu tunapokea mara ya kwanza ule wokovu tunaupokea kwa hofu. Matokeo yake ule wokovu tunauzoea, tunaanza kuyatenda yale ambayo hayampendezi Mungu. Tunaanza kuyafanya yale ambayo tulikuwa tumeyaacha. Siku unapiga magoti kuhitaji sala ya toba na ukasema Bwana unibadilishe. Bwana, mbingu zikaitika, Bwana akakubadilisha. Umetembea hatua chache ukaamua kumwacha Kristo. Mwana wa Mungu, ni saa ya kurudi kwa Bwana. Tunatakiwa tukae vizuri na Bwana. Tusije tukafanana na Sauli ambaye alikataliwa na Mungu. Mungu alikuwa ameshajichagulia mfalme katika watoto wa Yese. Na ndio maana Sauli akatumwa, nenda kwa Yese, kuna mtumishi wangu ambaye nimemchagua. Alipofika Sauli kwa Yese, wale watoto walianza kupitishwa mbele yake. Kwa macho ya kibinadamu aliona hao wanafaa. Yule mtoto wa kwanza akaona huyo anafaa. Mungu angalia moyo wa wanadamu, akaona ndani ya Sauli, akaona ndani ya Samueli ya kwamba Samueli ameweza, ni huyo anayefaa. Mungu akamwambia, usimtazame kwa umbo la ndani, usimtazame kama wanadamu watazamavyo. Mimi huyo sijamchagua, huyo naye alikataliwa na Mungu. Mungu alikuwa ameshaweka hakiba ya mtu aliyezalauliwa. Mungu aliweka hakiba kwa mtu ambaye hakusalimika hata katika ukoo wake. Walimtenga, wakamwona yeye ni mchunga kondoo, lakini kumbe kwa Mungu ilikuwa ni taa ambayo inang'aa, ilikuwa ni nyota iliyo njema. Na ndiyo maana Mungu akatuma mjumbe kwa Yese ya kwamba namtaka yule. Haleluya, namtaka yule. Mungu alikuwa anajua ya kwamba namtaka Daudi, pamoja na kwamba kuna ndugu zake walio wazuri, walio warefu, wenye kimo kizuri, lakini Mungu aliwakataa kama alivyoweza kumkataa Sauli. Mungu aliwakataa hao, akachagua kitu kilicho kinyonge ambacho kimezalauliwa na wanadamu. Wakati mwingine ndugu zake wanamcheka, wanamwambia wewe ni mchunga kondoo, wanamwambia wewe ni wa porini, wanamwambia wewe kazi yako ni kuchunga. Wakati wao wanamwambia hivyo, ila Mungu anamtazama kwa jicho, anajua Daudi ni mtumishi wangu ambaye atanifaa kwa baadaye, hata ingia kwenye mafunzo ya kuwachunga hao kondoo, lakini nategemea kumwinua Daudi. Na ndivyo ilivyo kwa wanadamu. Wakati mwingine ukajiona ulikuwa umekutana, ndugu wamekudharau. Kinachotakiwa usikate tamaa. Bwana ana makusudi mazuri kama alivyokuwa na makusudi kwa Daudi. Unaweza ukapita kwenye changamoto, ndugu wakakusema, ndugu wakakutenga, wakakuona hufai. Kinachotakiwa simama na Kristo. Bwana ana makusudi mazuri na wewe. Ana mpango mzuri wa maisha yako, ana mpango mzuri wa familia yako, ana mpango mzuri wa biashara yako, ana mpango mzuri katika maisha yako. Bwana atapindua kwa wakati wake. Hawakutegemea kama Daudi angeweza kuinuliwa. Hata baba yake katika watoto wake wote hakuweza kwamba hata siku moja Daudi naye atainuliwa, atakuwa mtu mkubwa. Mtu aliyezalauliwa, ameishi porini, anachunga kondoo, amekutana na wadudu wa porini. Bwana hakujua, baba yake hakujua ya kwamba huyu atakuwa mkuu juu ya watoto wake.
Ndivyo ilivyo leo kwa mtu uliyeokoka ambaye umesimama na kweli ya Mungu. Unaweza ukapita kwenye changamoto, watu wakakucheka, watu wakakubeza, wakakuona haufai, wengine wakakuambia umechanganyikiwa kwa sababu umeokoka. Lakini hiyo isikupe shida, kwa sababu Bwana ana makusudi mazuri ya kukuinua. Ana mpango mzuri akutoe mahali ulipo, akuweke sehemu nyingine ili uweze kuona utukufu wake. Acha kukata tamaa, acha kulia ya kwamba nimebaki peke yangu. Hujabaki peke yako. Bwana yuko pamoja na wewe, ambaye alikuwa pamoja na Daudi machungani. Bwana yuko pamoja na wewe, ana makusudi ya kukuinua, ana makusudi ya kukutengenezea jina, ana makusudi ya kukupandisha. Hakuna wanadamu ajuaye kesho ya mwenzie ila ni Mungu peke yake. Hata Yesu hakujua ya kwamba mtoto wake kuna siku atainuliwa. Hakujua, na ndio maana alimwacha, na ndio maana akasahaulika. Wakati Yesu anaambiwa na Samueli ya kwamba walete watoto wako, yeye akakusanya wale ambao waona ya kwamba wako pamoja naye, lakini akasahauliwa Daudi. Daudi akasahaulika machungani, lakini Mungu hakumsahau. Mungu hawezi kukusahau. Kinachotakiwa, tembea na Kristo, endelea kumtumikia Mungu, ishi vizuri na Mungu, kaa katika maisha ya utakatifu. Bwana na mpango mzuri na wewe. Watu watakubeza, watu watakusema una maisha ya chini. Kinachotakiwa, nyamaza kimya, mwachie Kristo ajitukuze, mwachie Bwana ajitwalie utukufu. Huwa wanasema Waswahili, kelele za chura hazimwachishi ng'ombe kunywa maji. Endelea kumtumikia Mungu. Pamoja na kwamba ndugu wameinuka, wamesema umefuata dini isiyofaa, dini ya kulia, walokole. Wengine wanasema utafilisika, maana michango kila kuitwapo leo. Kinachotakiwa, simama kwa huyu aliyekuokoa. Wakati unakuja kwako, Bwana atabadilisha historia ya maisha yako. Bwana atabadilisha maisha yako. Kile ambacho unakitamani kitendeke kwenye maisha yako, wakati unakuja Bwana atakitenda. Kinachotakiwa, usikate tamaa. Simama na Kristo, endelea kumtumikia Mungu, endelea kusimama vizuri kwa Bwana. Wakati mwingine unapocheka biashara yako haiendi, wakati unakuja Bwana anaenda kufungua milango ya wateja. Bwana anaenda kuinua biashara yako. Mungu anaenda kutenda mambo makubwa, watabaki wakishangaa ya kwamba huyu amepata mganga wapi? Waambie mganga ni Yesu peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Acha kukata tamaa na kusema hii biashara niache kwa sababu sioni matokeo. Ni swala la muda. Tulia mbele za Mungu. Wengine watakwambia uko uchochoroni. Wewe hauko uchochoroni, huko kwenye biashara yako. Ni swala la muda. Mungu anaenda kukuinua, anaenda kufanya mambo makubwa. Utabaki ukimshangaa Kristo. Jina la Bwana na lihimidiwe. Kwa hiyo huyu Daudi alisahaulika, lakini Mungu hakumsahau. Mungu alikuwa amekusudia ya kwamba Daudi atamuinua na atampandisha, atakuwa mtu mkubwa kwa ajili ya faida ya watu wengine. Na ndio maana alikaa kule machungani, alikutana na kila aina ya jaribu. Kumbe Mungu alikuwa akimwandaa ya kwamba huyu unajua ni kiongozi wa watu wengi, lazima apitie haya. Ukiendelea kusoma utaona ya kwamba Daudi alikutana na vitu gani kipindi yuko machungani. Alikutana na simba, akakutana na dubu ambaye ni mnyama mkali, lakini kwa vile mkono wa Mungu ulikuwa pamoja na Daudi, Mungu aliweza kumshindia Daudi. Alimuua simba, akamuua dubu. Ina maana tayari Mungu akaanza kujivunia ya kwamba huyu ndiye niliyemchagua. Daudi alipelekwa kwa makusudi kamili, alipelekwa kwa kuchunga kondoo kwa makusudi kamili. Mungu alikuwa na makusudi ya kumtengeneza Daudi ili aje aweze kuwaongoza wengine. Unaweza kupita kwenye shida, kumbe Mungu ana makusudi na wewe. Katika jaribu ambalo unapita nalo, katika pito unalopitia, una makusudi na makusudi na wewe. Atakapokupitisha kwenye hilo jaribu, wewe utafanyika msaada kwa wengine. Utakutana na ndugu yako ameingia kwenye shida kama hiyo, wewe utasimama na kumpa ujumbe ulio mzuri ya kwamba rafiki
huu, lakini nilisimama na Bwana na Bwana akanivusha. Bwana yupo kwa ajili ya kumvusha kila mmoja. Kinachotakiwa usikate tamaa. Daudi alipitia mambo mengi, alipitia changamoto nyingi. Kwa akili tu ya kibinadamu, simba kama simba ni hatari. Nani anaweza akasimama mbele ya simba? Ijapokuwa tunamuona tu kwenye TV, hatujamuona hivi kwa macho. Kwenye TV anatisha. Nani anaweza akasimama? Lakini Daudi alikabiliana naye. Kumbe tayari mkono wa Mungu ulikuwa pamoja na Daudi. Mchana wa leo mkono wa Mungu uko pamoja na wewe. Acha kulia ole, acha kuogopa. Simama kama shujaa wa Kristo. Bwana yupo kwa ajili ya kukusaidia. Bwana yupo kwa ajili ya kutenda. Bwana yupo kwa ajili ya kukushindia, kwa sababu wewe amekukusudia. Wewe ni mtumishi wake ambaye utafaa kwa kazi yake. Endelea kusimama, usikatishwe tamaa na kitu chochote. Asiwepo mwanadamu wa kukuondoa katika msimamo wako na kukwambia kwamba ndugu yangu, kwa muda huu uliopita nao twende fulani tukapate msaada mwingine. Mwambie msaada wa kweli unapatikana kwa Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ndiye atakayesimama kunisaidia. Hakuna mwanadamu mwingine atakayekuja kukusaidia mpendwa. Ni Yesu peke yake ambaye alikuwa pamoja na Daudi, maana alimkusudia ya kwamba Daudi atakuwa mtumishi wangu, na ndio maana aliendelea kumlinda, aliendelea kuwa pamoja naye kama wewe anavyoendelea kuwa pamoja na wewe. Mungu, kinachotakiwa simama katika kweli ya Mungu. Achana na dhambi, achana na kitu kinachoitwa dhambi. Utakapoachana na kitu kinachoitwa dhambi, lazima utaona makuu ya Mungu yakitendeka kwenye maisha yako. Haleluya. Tunafika mahala tunaona Mungu hayupo, ametuacha. Mungu hawezi akamwacha mwanadamu. Wewe umekuokoa kwa mpango kamili, ila ni wewe unayemwacha Mungu. Ni wewe unayejitoa mikononi mwa Mungu. Unaanza kupata vitu vingine visivyofaa. Mungu hapendi. Mungu hapendi kuchanganya. Yeye anataka watu waliosimama, wenye msimamo, ili aweze kukupigania. Anapotazama wakati mwingine unapita kwenye shida, lakini akiangalia ndani yako, yeye anasema ni Mungu atazamaye moyo wa mwanadamu. Mungu haangalii sura ya mtu. Mungu haangalii urembo wa mtu. Mungu haangalii kama huyo ameumbwaje. Yeye anaangalia ndani, kilichomo ndani yako, ndicho anachokiona ambacho mwanadamu hawezi akakiona. Mimi siwezi kujua mzee wa kanisa anawaza nini, lakini Mungu anajua. Wakati mwingine hapo mahali hapa tunajua kwa kanisani, kumbe unawaza mboga nyumbani kwamba inaungua. Ina maana tayari haupo. Tunakuona mwili ila roho haipo. Rudi moyo wa Mungu. Watu wengi wanajifariki. Nilienda ibadani, anaingia ibadani, kumbe kuna vitu ambavyo amekuja amevibeba, anaingia navyo ndani ya kanisa. Yule mtu atatoka kama alivyo, kwa sababu hajampa nafasi ili aweze kumhudumia. Unapoingia mahali hapa, mpe Mungu nafasi ili aweze kukutengeneza, ili aweze kukuhudumia. Achana na makwazo ya nyumbani, achana na makwazo ya ndoa. Wewe mruhusu Kristo afanye matengenezo ndani yako. Umeumizwa ni kweli, lakini yaache nje. Ingia ndani, ufungue moyo ili Kristo aingie aweze kukusaidia na namna ya kushinda jaribu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati unaweza ukapitia wakati ukawaza kwamba nipumzike, nikae nyumbani. Nikae nyumbani, mchungaji anakupigia simu nasema tuko pamoja, lakini ulishapumzika. Wakati wa kupumzika ndio nafasi ya shetani kufunga bao kwako. Unapumzika, yeye anashangilia. Anajua tayari anaanza kufunga mabao kwa mikono. Hata tumia miguu, lazima tumie mikono kuyaingiza. Na ndio utakapokuta mtu amejaza vitu ndani. Wakamfuata wazee wa kanisa, kulikoni? Yule mtu anaanza kuvipakua vilivyomo ndani yake, ambavyo ni vitu ambavyo havifai, havimpi Mungu utukufu. Na huyo mtu amekaa nyumbani, amestarehe, amevitunza. Wakati mwingine alikwazwa na mama mchungaji, kamweka moyoni,
nini? Mwana wa Mungu, ni wakati wa kujitambua ya kwamba ni kitu gani ambacho nimekibeba ndani yangu ambacho kinanisababisha, kinanivuta na kunirudisha nyuma, nisiendelee kuona uzuri wa Kristo, nisiendelee kumtumikia Mungu. Wewe mwenyewe ni shahidi wa maisha yako. Unatakiwa kile kitu kiondoe ili ufanye matengenezo na Mungu na Mungu aweze kukusaidia. Majaribu yenyewe yapo, lakini tunapaswa tuyashinde. Inasema ushinde ubaya kwa wema. Amekutendea ndugu yako mabaya, msamehe. Amekutendea mume wako mabaya, msamehe hata kama hajaomba msamaha. Mwambie mume wangu nimekusamehe, achilia ndani ya moyo wako. Maana utakapokaa na fundo, hata kama utaingia kwenye kumsihi Kristo, yale maombi hayatapokelewa, na wala wewe mama hutaomba, na wala wewe baba hutaomba, kwa sababu tayari kuna fundo ndani yako. Utakapopiga magoti kumuita Kristo, yule mwanaume anasimama mbele yako, yale maombi yanakatika. Huwezi ukaomba. Huwezi ukaomba, tutadanganyana. Utakuwa ni mtu wa kulia kwa sababu hujataka kumsamehe mume wako, hujataka kumsamehe mke wako. Amefanyika kikwazo na kizuizi cha kupeleka mahitaji yako mbele za Mungu. Na ndio maana kwa watu tuliokoka tunatakiwa kujaa msamaha ili tuweze kumwona Mungu. Utakapojaa msamaha kwenye maisha yako, utajiona umekuwa mwepesi hata ndani ya mwili wako. Wewe utakuwa mwepesi kwa sababu Roho Mtakatifu ataendelea kufanya makao ndani yako. Lakini usipokuwa na msamaha, utaendelea kuwa mzito na kuona wokovu ni kazi ngumu, kwa sababu huna amani na haujajua ni nani ambaye amekuita, amekuweka hapa. Amekuita Yesu mwenyewe. Kwa hiyo kama amekuita Yesu mwenyewe, wewe komaa na huyo ya kwamba Yesu, nahitaji unisaidie. Kuna mzigo ambao umenilemea, naomba unisaidie, maana wewe ndiye msaada, wewe ni rafiki wa kweli. Nahitaji niondolee mzigo ambao unanitesa. Natamani kutembea mbele, natamani kukutumikia, natamani nikae na wewe. Roho Mtakatifu fanye makao ndani yangu. Na ndio maana kuna wakati unaweza ukajazwa Roho Mtakatifu kwa siku moja, na siku ya pili Roho Mtakatifu hayumo, amehama, kwa sababu yeye ni mtakatifu asiyependa kuchanganya na kitu chochote. Kuna siku nilishajaza Roho Mtakatifu, sijui alipotelea wapi. Unaanza kutafuta alipotelea wapi, kumbe ni wewe uliyempoteza. Unapojazwa Roho Mtakatifu, kaa vizuri na Mungu wako. Mapazo hayana budi kuja, lakini yakupasa pia shida. Using'ang'anie kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mtu ile kusudiwa na Bwana, using'ang'anie kitu. Usijibebeshe mizigo usiyotakiwa kuibeba. Acha kuibeba hiyo mizigo. Mwachie Yesu akubebee. Kusema kupo, lakini simama na Mungu wako. Maana Mungu ana makusudi na wewe. Na ndio maana adui analeta mambo mengi juu yako ili aweze kukatisha tamaa. Usikate tamaa. Yeye aliyekupa hiyo kazi, aliyeiweka huduma, mwachie yeye. Mwambie Bwana, nahitaji bebe na hili. Wewe endelea kusonga mbele, endelea kumtumikia Mungu kwa njia ya kuombea kanisa, maana kuna sababu. Acha kukatishwa tamaa. Wakati mwingine utakutana na vikwazo ya kwamba wewe ni kihelehele. Kubali ya kwamba mimi ni kihelehele wa Kristo, sio kihelehele kwa wanadamu, kwa sababu unajua ni nani unayemtumikia. Tuache kuangalia wanadamu. Mwanadamu anaweza kukukatisha tamaa, akakufanya usisonge mbele, akakufanya usiendelee na wokovu. Kinachotakiwa mchana wa leo, ila aliyekusudia wewe kuwa kama ulivyo, endelea kumwangalia huyo. Kama una shida yako, mpelekee yeye, ataitimiza. Yeye ndiye atakayeiondoa majaribu yote, mizigo yote. Mbebeshe Bwana, yeye ataiondoa, ataitoa hiyo mizigo ulionayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Acha kusema naliacha, na acha hata kuomba. Mimi sisimami kuomba, maana ninapoinuka kuomba majaribu yanakuwa mengi. Nainuka kuombea kazi ya Mungu, vita inakuwa ni kali. Unataka nani apigwe vita? Kama umeamua kutembea na Bwana, umeamua kumtumikia Mungu, nani unataka apigwe vita? Unataka kupigwe vita wewe.
Maana pale utakaposhinda, utakapovuka hapo, Bwana atakuweka kiwango kingine tena. Wakati mwingine ulikuwa unaomba kwa masaa mawili, maombi yanakata, lakini pale utakaposhinda, palilo ujaribu, palilo pito, lazima utakuwa shujaa hata katika kuomba. Kwa hiyo haupaswi kukata tamaa, maana Bwana amekukusudia wewe kwa kazi yake. Kama alivyokusudia Daudi, alikukusudia kwa kazi yake, na wewe Bwana amekukusudia wewe kwa kazi yake. Endelea kumtumikia Mungu. Tangaza habari njema za Kristo. Amen. Acha kutangaza habari zilizo mbaya. Unajua kanisani kwetu, unajua kilienda kikapinduka, kikakata kone katikia magharibi. Mtangaze Yesu. Acha na habari za kanisani kwetu. Wewe peleka ujumbe wa Kristo ili watu walijue kweli. Utakapopeleka habari za watu, mwana wa Mungu wanasema wafa, utapataje kupona? Kinachotakiwa ni wewe na kumwambia Mungu, endelea kunisaidia, maana umenikusudia kuniweka mahali hapa. Hujajileta, umekuja kwa mpango kamili wa Mungu. Wakati mwingine unaweza ukasema hata mimi mchungaji ananijua. Hata kweli mimi jinsi nilivyo mchungaji ananijua. Hata asipokujua mchungaji, Yesu anakujua. Yesu anakutambua kwa sababu amekuchora katika kitanga cha mikono yake. Hata kujulikana na mchungaji. Usifanye kazi ya Mungu ili mchungaji akuone. Usifanye kazi ya Mungu wazee wa kanisa wakuone. Fanya kazi ya Mungu ili Mungu mwenyewe aliyekupa hiyo kazi akuone. Ndipo utakapoona faida ya kumtumikia Mungu. Lakini ukifanya kwa kujionyesha kwa wanadamu, thawabu yako haipo. Hauna thawabu. Wakati mwingine nikafagia kanisani, wanione wazee wa kanisa. Wewe watakuona wazee wa kanisa, watakwambia Mungu akubariki, lakini baraka hutapokea kwa sababu umefanya wanadamu wakuone. Fanya Mungu wakuone. Ndipo utakapopata thawabu mbele za Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana ana makusudi mazuri na wewe.